Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Watanzania wana wajibu muhimu wa kuhakikisha muungano na amani vinalindwa na kudumishwa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameelekeza halmashauri zote ambazo bado hazijachukua viuadudu kwa ajili ya kutokomeza malaria ifikapo mwezi Mei ziwe zimeshakusanya dawa hizo. Na usafiri wa bahari Mashariki ya Kati kumeathirika kutokana na vita vinavyoendelea Irani, na hii imesababisha zaidi ya kilo 800 za majani ya chai kukwama katika maghala ya bandari ya Mombasa nchini Kenya. Habari za wakati huu mtazamaji, karibu katika Upendo TV Habari. Jina langu ni Rose Palanjo, nitakusomea habari za kitaifa na hapo baadaye Gerard Leonard atakusomea habari za kimataifa, na kisha mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA watakuletea utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Tuanze na habari za kitaifa tukianzia huko visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Watanzania wana wajibu muhimu wa kuhakikisha muungano wa Tanzania, amani, utulivu na umoja wa kitaifa vinalindwa, kuimarishwa na kudumishwa. Mwaka 2026 Amesema hayo katika uzinduzi wa kitaifa wa mbio za Mwenge wa Uhuru uliofanyika uwanja wa Gombani mkoa wa Kusini Pemba, ambapo amefahamisha kuwa serikali zote mbili, taasisi za dini, asasi za kiraia, vyombo vya habari na wananchi wana wajibu wa kulinda misingi ya utu na kuheshimu utawala wa sheria ili kuwa na taifa linalosimamia haki, usawa, umoja, utulivu na mshikamano wa kitaifa. Katika taifa lolote, amani, umoja, utulivu na mshikamano wa kisiasa na kijamii ndio misingi ya maendeleo endelevu. Utulivu wa nchi huwapa fursa viongozi kuandaa sera za maendeleo na kusimamia utekelezaji wake. Kwa kutambua umuhimu wa umoja na mshikamano wa watu katika jamii, waasisi wa taifa letu katika harakati zao za kujenga taifa imara la Tanzania walitumia lugha ya Kiswahili waunganishe Watanzania na kutokomeza kabisa tofauti za ukabila, rangi, dini, elimu na tofauti za kiuchumi. Akizungumzia ugonjwa wa ukimwi, Rais Dr. Mwinyi amesema serikali zinaendeleza juhudi za mapambano dhidi ya ugonjwa huo kwa kuhakikisha upatikanaji wa dawa za ARV bila ya malipo na kupunguza vifo vitokanavyo na ukimwi hadi kufikia 24,000 katika mwaka 2024. Ugonjwa wa malaria bado ni changamoto kubwa katika sekta ya afya nchini. Takwimu za Wizara ya Afya za mwaka 2025 zinaonyesha kuwa takriban 6.2, yaani wagonjwa milioni 2.8 ya wagonjwa wa nje walithibitika kuwa na malaria, na wagonjwa 199,000 waliolazwa hospitalini, 11% walikuwa na ugonjwa wa malaria, na wengi wao wakiwa ni watoto chini ya miaka 5 na mama wajawazito. Niwaombe wananchi wenzangu wa Tanzania kushiriki katika mapambano haya ya kutokomeza malaria na kutumia maandalizi ya dawa, kutunza mazingira na kuwahi katika vituo vya afya wanapohisi dalili za ugonjwa huu hatari. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Joel Nanauka amesema tangu kuanzishwa kwa Mwenge wa Uhuru umeendelea kusisitiza Watanzania kuishi kwa upendo na umoja pamoja na kuhamasisha maendeleo, huku makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleimani Abdullah akisisitiza amani. Tangu kuasisiwa kwake hadi leo, Mwenge wa Uhuru umeendelea kuhamasisha wananchi wa Tanzania kuishi kwa umoja na amani, huku wakisisitizwa kuchapa kazi kwa maendeleo ya taifa letu. Falsafa hii iliyoasisiwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1961 na kuungwa mkono na muasisi wa taifa la Zanzibar hayati Sheikh Abeid Amani Karume pale aliposisitiza juu ya wananchi kumiliki njia kuu za uchumi, uimilishaji wa huduma za kijamii, umiliki wa ardhi na ushiriki wa wananchi katika shughuli za kimaendeleo. Watanzania wanahitaji mambo mawili tu. Watanzania wanahitaji amani ambayo tuko nayo ya kutosha,
na Watanzania wanahitaji maendeleo. Shughuli hizi ambazo tunazifanya katika mikoa mbalimbali zinaakisi malengo na azma ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa wewe Dr. Hussein Ali Mwinyi, kuwaletea wananchi wa Tanzania maendeleo, lakini na kudumisha amani iliyopo. Katika majukumu haya mliotupa ya uratibu na usimamizi wa jukumu hili, Pemba ukiacha kuchaguliwa huu mkoa wa Kusini, lakini ridhaa yako ya kukubali uwanja wa mpira wa miguu wa Gombani kutumika katika uzinduzi wa kilele umetupa urahisi wa kazi yetu kubwa ambayo umetukabidhi. Mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026 umebeba kauli mbiu isemayo Tanzania ni yetu sote, tushikamane. Benki Kuu ya Tanzania BOT imeamua kuweka kiwango cha riba ya Benki Kuu katika 5.75 kuanzia mwezi Aprili, hatua inayolenga kudhibiti mfumuko wa bei kubaki ndani ya lengo la 3 hadi 5 na kupunguza athari za mgogoro wa kisiasa Mashariki ya Kati kwenye biashara na uwekezaji nchini, huku sekta ya zao la kahawa na korosho ikionyesha ukuaji thabiti. Naibu Gavana wa Benki Kuu Dr. Yamungu Kayandabila amesema hatua hii ya kudumisha riba thabiti inachangiwa na ukuaji imara wa uchumi wa Tanzania bara ambao umefikia 6.2 na Zanzibar 6.7, huku sekta za ujenzi, kilimo, utalii na huduma za kifedha zikichangia ukuaji huu na mikopo kwa sekta binafsi kuendelea kukua kwa wastani wa 22%, huku uzalishaji wa zao la kahawa na korosho ukichangia mapato ya nje. Kamati imeamua kupunguza wigo wa riba ya Benki Kuu kutoka 2% au hasi 2 hadi 1% ya 1.5 au hasi 1.5 kuanzia mwezi Aprili mwaka huu. Lengo la hatua hii ni kuboresha ufanisi wa utekelezaji wa sera ya fedha katika kuhakikisha mfumuko wa bei unabaki ndani ya lengo na kuchochea ukuaji wa uchumi. Sasa kufuatia uamuzi huu, wigo wa riba ya mikopo ya siku 7 baina ya benki utakuwa kati ya 4.25 hadi 7.25 kwa robo ya pili ya mwaka huu. Makamu mwenyekiti wa Umoja wa Mabenki TBA Geoffrey Mchingaila amepongeza Benki Kuu kwa usimamizi wa sera za fedha, akisema hatua hizi zinaimarisha sekta ya benki, kuongeza utoaji wa mikopo na kuendeleza ukuaji wa uchumi, huku akisisitiza ushirikiano kati ya mabenki na serikali katika kulinda uthabiti wa kiuchumi na kuhakikisha riba inabaki himilivu, huku sekta ya zao la kahawa na korosho ikipata faida kutokana na uthabiti wa bei na soko la kimataifa. Hiyo mikopo umekuwa kwenye takriban 22.8 ambao ni ukuaji mzuri kabisa, pamoja na kwamba kumekuwa na changamoto hizi za kutoka nje. Kutoka kwenye Umoja wa Mabenki tunaendelea kutoa ahadi ya kuendelea kushirikiana nanyi katika kuhakikisha kwamba japokuwa dunia inapitia katika wakati mgumu, basi tunakuwa karibu na kuhakikisha kwamba yale ambayo yaliyochanya ambayo tumeyapata basi hayageuki kuwa hasi. Mtazamaji kutoka jijini Dar es Salaam, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwelekeza Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe ahakikishi halmashauri zote ambazo bado hazijachukua viuadudu kwa ajili ya kutokomeza ugonjwa wa malaria ifikapo mwezi Mei zote ziwe zimeshachukua dawa hizo, ili ifikapo mwezi Juni waweze kutekeleza zoezi hilo. Ametoa kauli hiyo wakati akijibu swali la Rozi Tweve, mbunge wa viti maalum, katika kipindi cha maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu, ambapo mbunge huyo alitaka kujua tamko la serikali kuhusu baadhi ya halmashauri ambazo bado hazijatekeleza agizo la kuchukua viuadudu na kusababisha adha kwa Watanzania. Ili kuhakikisha inapambana na kutokomeza malaria nchini, ilitenga zaidi ya bilioni 6.5. Ikaenda pale Kibaha kuhakikisha wananunua viuadudu.
na ikaitaka halmashauri zote 184 nchini kufika pale Kibaha kuchukua zile dawa kupeleka kwenye maeneo yao na kuhakikisha wananyunyiza yale mazalia ya mbu. Cha kusikitisha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumefika kiwandani pale, kuna baadhi, sio zote, baadhi ya halmashauri hazijatekeleza agizo hilo. Yafanyike mafunzo katika ngazi za halmashauri kuhusu utekelezaji wa jambo hilo, lakini pia kulikuwepo angalizo la ratiba kwamba jambo hilo liwe linatekelezwa Juni na kuendelea pale ambapo maeneo mengi ndani ya nchi yetu yanakuwa hayana mvua. Kwa kuzingatia swali la Mheshimiwa mbunge na maelezo hayo aliyoyatoa, basi nitoe maelekezo kwa Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, kufuatilia halmashauri zote ambazo bado hazijatekeleza wajibu huo. Akitoa msimamo wa Bunge, Spika wa Bunge Musa Hassan Zungu ametaka orodha ya halmashauri hizo ifikapo tarehe 8 mwezi huu, huku akisisitiza kuwa kusuasua kwa utekelezaji huo ni kuhatarisha maisha ya wananchi ambao wameendelea kuathirika na ugonjwa wa malaria nchini kote. Halmashauri zote zilokaidi agizo la serikali la kununua dawa za malaria, vinyemelea vya malaria, na kusababisha magonjwa ya kuendelea kuumiza Watanzania, na pesa zimetolewa. Bunge linataka orodha ya halmashauri hizi isizidi saa 8 mchana tarehe 8. Halmashauri zote zokaidi agizo hili kabla saa 8 mchana tarehe 8, orodha ishafika kwa ofisi ya katibu wa Bunge, na wale wote ambao watakethibitika kwa njia moja ya pili kukaidi, kudharau, hatua kali sana zitachukuliwa juu yao. Suala la malaria limeendelea kuwa kipaumbele cha kitaifa, na sasa macho na masikio yapo tarehe 8 kuona ni kina nani watafikishwa mbele ya Bunge kwa uzembe huo. Huko mkoani Kigoma, wananchi wa kata ya Heru Juu katika halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wameazimia kwa pamoja kuwakataa na kuwanyima ushirikiano wenye viti wa mitaa wa kata hiyo kutokana na viongozi hao kugoma kushiriki mikutano ya kujadili maendeleo na kutatua kero za wananchi. Kutoka Kasulu mkoani Kigoma, Kadislaus Ezekiel na taarifa kamili. Ni mkutano wa hadhara wa kata ya Heru Juu kujadili mustakabali wa masuala ya maendeleo na changamoto zinazokabili wananchi. Lakini katika mkutano huu, ikiwemo pia mikutano ya WDC, wenye viti wa serikali za mitaa wamegoma kujitokeza katika mikutano hii, na ni kutokana na changamoto za kivyama, diwani akiwa ni mchaguliwa wa wananchi kupitia tiketi ya chama cha ACT Wazalendo, lakini pia wenye viti wote ikiwa ni Chama cha Mapinduzi, na hivyo kusababisha kuwepo na mvutano na kuweka migomo ya kutokuwa na ushirikiano. Kulingana na kususia kwao na kutokuonyesha ushirikiano wa aina yote ile, sisi wananchi ambao ndio tumewachagua kwa kauli moja, kesho wasionekane hapa ofisini. Ni watu wanatukwamisha kuyafikia maendeleo. Wao wanapigana na wewe kwa itikadi ya kisiasa, ila sisi tunahitaji maendeleo. Hivi vyama sisi hatuna muda navyo. Sisi tunachohitaji ni maendeleo. Hawa wenye viti watafutiwe kazi zingine. Kwa hatuelewani nao ni kwa sababu yako. Sisi tunakupenda, wao hawakutaki. Kwa kama hawakutaki na sisi hatuwataki, waondoke. Kwani kuna ulazima? Hakuna ulazima wafanye kazi hapa. Chuki zile zinakuja kwa sababu ametoka chama pinzani, wao wanajivunia upande wa chama chao, na diwani hajachaguliwa na chama kimoja, ni wananchi wote. Nidhamu walioionyesha si ya kutusaidia na inachangia diwani siwezi kuleta maendeleo husika, kwa sababu yale maendeleo huja kwa kushirikiana.
Katika mkutano huu wa hadhara, viongozi wa kata akiwemo diwani na afisa mtendaji kata walieleza kuchukua hatua kuhakikisha hali ya uhusiano kwa viongozi inarejea. Wapeni taarifa kwamba wakae huko hata ofisini nisiwaone. Nyie mgambo mnaweza kukamata wananchi, sasa nataka mwakamate wenye viti nikiwakuta humu, kwa sababu mimi sijagombana na wenye viti wa mitaa, na kama ningegombana na mmoja tu au wawili. Sasa wenye viti wa mitaa wote 6 wao wamechaguliwa na mimi nimechaguliwa. Waambie wenye viti kama Mbwai na iwe Mbwa, kama wanataka warudi mtendaji wa kata, kama wanataka itisha mkutano mwingine, waje tuongee hapa mbele ya wananchi. Kwani mimi simechaguliwa na wao wamechaguliwa? Sasa kwa nini wanagomba kuja kwenye mkutano wa hadhara? Mimi binafsi nimeiwasilisha kwenye mamlaka husika zote ambazo zinaongelewa hapa. Sisi hatupendi hali hii. Hali kama hii ni fedheha. Tunaelewana ndugu zangu? Hali kama hii inakuwa ni fedheha kwa sababu mheshimiwa diwani amechaguliwa na wananchi, waheshimiwa wenye viti wamechaguliwa na wananchi. Sasa hii ya kusema nani ni nani kama walivyotangulia watangulizi, sasa hivi tunapambana na shughuli za maendeleo, sio habari za itikadi za vyama. Kutoka Heru Juu katika halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma. Mtazamaji, turejee tena jijini Dar es Salaam. Tanzania imeungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya haki ya mlaji duniani, iliyoenda sambamba na kauli mbiu ya bidhaa salama, imani kwa mlaji, ili kuongeza uelewa kuhusu haki na mahitaji ya walaji kimataifa. Maadhimisho hayo yamejikita katika kuimarisha uelewa wa haki za msingi pamoja na kukuza ushindani wa haki katika soko. Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha siku hiyo jijini Dar es Salaam, Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga ameitaka Tume ya Ushindani FCC kuongeza jitihada za kupambana na bidhaa bandia sokoni pamoja na kuweka njia rafiki ya kufikika kwa haraka na walaji. La kwanza, jitihada za kupambana na bidhaa bandia sokoni bado hazijitoshelezi. Ninawataka kujipanga upya. Tumekubaliana katika vikao kadhaa namna ya kuenenda. Ninawataka kufunga mkanda, tufanye tuliyokubaliana. Na kwa sababu ni mkakati tumekubaliana, basi sisi tunategemea matokeo. Hatuwezi kukaa hapa kila siku walaji wanalalamika bidhaa bandia. Lazima tuwe proactive kuzuia mianya yoyote ambayo ipo katika soko. La pili, FCC ni taasisi inayomlinda mlaji. Mfumo wetu wa kupokea taarifa za mlaji, niliwaambia huko nyuma kwamba hauko rafiki. Lakini kwa sababu mojawapo ya njia ya kulinda soko ni kupata taarifa kutoka kwa walaji juu ya ubora au udhaifu wa bidhaa sokoni, na nikawataka kuweka njia rafiki ya kufikika. Kaimu mkurugenzi mkuu Tume ya Ushindani FCC Hadija Ngasongwa amesema malengo ya kuadhimisha siku ya mlaji duniani ni kutanua wigo wa uelewa kwa wananchi ambao ndio watumiaji wakubwa wa bidhaa pamoja na watumiaji wa huduma mbalimbali ili kulinda afya zao. Kukumbushana na kukuzana uelewa wa haki za mlaji, kwa kuwa wananchi wengi hawajui haki zao. Hivyo siku hiyo tunatumia kama kuelimisha walaji na wadau mbalimbali kuhusiana na haki za msingi za walaji. Tunaamini wakati tunadhibiti na vyombo vingine vya udhibiti viko hapa, tunavyodhibiti usalama, lakini kama mlaji akijitambua hataweza kukubali huduma ambayo ilikuwa dhoofu, na yeye atakuwa ni mmojawapo wa balozi mzuri kukemea na hatimaye mzalishaji akaweza kutengeneza bidhaa. Tumejiandaa kikamilifu katika kutekeleza majukumu yetu kwa ajili ya kumlinda mlaji na kukuza uchumi wa nchi yetu ili kuhakikisha tunadhibiti wimbi la bidhaa bandia nchini kupitia makubaliano ya ushirikiano wa pamoja na taasisi mbalimbali.
Maadhimisho hayo yameenda sambamba na uzinduzi wa mfumo wa mawasiliano kwa njia ya WhatsApp, yani FCC kiganjani. Tukirejea tena jijini Dodoma, mamia ya wanafunzi wa taaluma za uhandisi wamejitokeza kushindana katika andiko la ubunifu wa kuondoa kero za foleni mijini iliyoanzishwa na Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Dodoma, Waziri Ulega amesema hadi kufikia siku ya mwisho ya wanafunzi hao kuwasilisha maandishi yao ya kitaaluma ya kupunguza foleni, maandiko 561 yamepokelewa na kwamba kwa ujumla wizara na taasisi zilizo chini yake zimetiwa moyo sana na mwitikio wa wanataaluma na jamii ya Watanzania kwa ujumla, kwani imeonyesha kiu ya dhati ya kukabiliana na changamoto zilizopo kwa kutumia utaalamu wa nyumbani. Challenge ambayo tulipeleka kwa wanafunzi kupitia jukwaa lile la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini kwa wanafunzi wote wa uhandisi nchini ni kwamba limepokelewa vyema sana. Mpaka kufika tarehe 31 Machi 2026 saa 6 usiku, wizara kupitia bodi ya wahandisi, yani Engineers Registration Board ERB, tulipokea maandiko 561. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana wanataaluma hawa wa uhandisi kwa mwitikio huu mkubwa sana waliouonesha, lakini nawashukuru Watanzania wote. Mshindi wa kwanza atapata zawadi ya shilingi milioni 10, wa pili atapata milioni 5 na mshindi wa tatu atapata shilingi milioni 3, wa 4 shilingi milioni 2, wa 5 mpaka wa 7 shilingi milioni 1, huku kuanzia mshindi wa 8 hadi wa 10 watapata shilingi 500,000 kila mmoja. Aidha, Waziri Ulega ametangaza jopo la wataalamu litakalofanya kazi mawasilisho hayo ya wasomi, ambapo mshindi anatarajiwa kutangazwa mwishoni mwa mwezi huu. Na jopo la watu 13. Kwa hivyo nimemteua ndugu Gaspar Marco, huyu anatoka TANROADS ambaye atakuwa ndiye mwenyekiti, lakini tunaye mhandisi Deusdedit Karugendo, huyu anatoka bodi ya makandarasi, yani Contractors Registration Board of Tanzania CRB, lakini tunaye pia vile mhandisi Khadija Salum, huyu anatoka wakala wa majengo Tanzania, yani TBA, lakini pia vile ndio tunaye ndugu Masudi Kipanya maarufu mbunifu huyu, mchoraji, mmiliki na mkurugenzi wa KP Motors, na vile tunaye kamishna msaidizi wa polisi Joseph Mwakabonga, huyu anatoka traffic Dar es Salaam. Kutoka jijini Dodoma, mtazamaji, turejee tena jijini Dar es Salaam ambapo mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi Tanzania TISEZA imefanikisha usajili wa miradi mbalimbali ya uwekezaji katika maeneo yanayomilikiwa na mamlaka hiyo, ambapo kwa mwezi Januari hadi Machi mwaka huu TISEZA imefanikiwa kusajili miradi yenye thamani ya zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 797. Utekelezaji wa kampeni maalum ya kuvutia uwekezaji katika maeneo ya kiuwekezaji nchini Tanzania ni sehemu ya malengo ya kuongeza fursa za uwekezaji kupitia viwanda vinavyozalisha bidhaa mbalimbali nchini. Kitoa taarifa kwa umma inayolenga kuelezea hali ya uwekezaji kwa mwaka 2026 katika kipindi cha mwezi Januari hadi Machi, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi Tanzania TISEZA Gilles Diter amesema licha ya mamlaka hiyo kuendelea kuwa na maeneo ya kutosha kwa uwekezaji, usajili wa miradi hiyo kwa kipindi cha mwezi Januari hadi Machi unaendelea kuongeza mnyororo wa thamani katika uchumi wa taifa. Mwaka 2025 tarehe 12 Agosti, TISEZA tulizindua rasmi kampeni maalum ya kuvutia uwekezaji kwenye maeneo maalum ya kiuchumi. Yapo maeneo ambayo tunayo ikiwemo Buzwagi ambayo ni eneo maalum la kiuchumi kwa ajili ya sekta ya madini, eneo la Nala Dodoma
eneo la Kwala mkoani Pwani, eneo la Bagamoyo ambalo ndio eneo kubwa kabisa, pamoja na eneo la Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Ni maeneo matano ambayo tuliyapa kipaumbele. Na hadi kufikia tarehe 1 mwezi Aprili mwaka 2026 tulikuwa tumepokea jumla ya maombi ya wawekezaji 86 walioonyesha nia ya kuwekeza katika maeneo haya, na baada ya uchambuzi wetu tumesaini mikataba na kampuni 27, na baadhi ya kampuni hizi zimeshaanza ujenzi wa viwanda katika maeneo husika. Hii ni sawasawa na 31% ya maombi ya wale walioleta kwenye maeneo yetu maalum. Katika hatua nyingine, Terry amesema serikali inatarajia kuwalipa fidia wananchi ambao wanamiliki ardhi zao ambao wako karibu na eneo maalum la uwekezaji la Bagamoyo mkoani Pwani. Mtazamaji, tutaendelea na fidia, tutaendelea na ujenzi wa miundombinu, tuhakikishe kabisa eneo lile zaidi ya hekta 9,800 zinajaa viwanda kwa ajili ya ajira za Watanzania. Na haya ndiyo mambo ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya, na tunatarajia kwamba eneo hili litakuwa eneo muhimu na la msingi la kuweka mzigo katika bandari inayotarajiwa kujengwa, bandari ya Bagamoyo. Tuende kwenye upande wa usajili wa miradi. Kati ya mwezi Januari 2026 hadi mwezi Machi, mamlaka yetu ya uwekezaji imesajili miradi 177 mipya ambayo italeta mitaji ya dola bilioni 1.12 nchini na kuzalisha ajira zaidi ya 19,750. Huko jijini Mbeya, Wakristo wamehimizwa kutambua na kuelewa umuhimu wa kushiriki meza ya Bwana, huku wakielezwa kuwa tendo hilo si la kawaida bali ni nguzo muhimu ya imani ya Kikristo. Taarifa ya Emmanuel Lulandala inafafanua. Hayo yamesemwa na msaidizi wa Askofu Dr. Meshaki Njinga wakati wa ibada ya Alhamisi Kuu iliyofanyika katika kanisa la KKKT Usharika wa Kyela, Jimbo la Kusini, ambapo amesema kuwa kushiriki meza ya Bwana ni fursa ya kipekee kwa Wakristo kujenga na kuimarisha uhusiano wao na Mungu, huku likiwa ni tendo la kiroho linalowasaidia kujitathmini, kutubu na kurejesha mahusiano yao na Muumba wao. Tunapokea umilele ndani yetu. Sio umilele ni tabia ya Mungu, sio? Mungu ndiye anaishi milele, na sisi tunapokea umilele ndani yetu. Tunatangaza tangazo lingine kubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu sisi maisha yetu hayaishi duniani, tuna maisha mengine baada ya hapa, sio? Jambo la tatu, hivyo tunapokea uungu ndani yetu. Tunapokea nini? Uungu ndani yetu. Na huo uungu unapokuja ndani yetu unafanya mambo ya kimungu ndani yetu, unatupa uwezo wa kimungu ndani yetu, unatupa mamlaka ya kimungu ndani yetu. Ndio maana hata Yesu alisema ndani, Yohana anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Sio huo uwezo upate, tunaposhiriki mwili na damu yake tunapokea ule uwezo wa kimungu ndani yetu. Jambo la 4, meza ya Bwana ni chakula kiupacho ulimwengu, chakula cha mbinguni. Haleluya. Aidha, mkuu wa Jimbo la Kusini Mchungaji Felix Mbogela amewataka Wakristo kujiandaa kiroho kabla ya kushiriki meza hiyo takatifu, huku akisisitiza kuwa maandalizi ya moyo, unyenyekevu na imani ya kweli ni muhimu ili kupokea neema ya baraka zinazotokana na ibada hiyo. Tunamshukuru Mungu kwa ibada hii ya leo ya Alhamisi Kuu, ibada inayobeba historia kubwa ya wokovu wetu. Mimi ninawasihi washarika wenzangu na wanajimbo la Kusini kwamba meza ya Bwana ni jambo lenye upekee sana, na ni Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe aliyelianzisha. Na leo ndio kumbukumbu ya kuanzishwa au kuasisiwa kwa meza ya Bwana kwa Yesu Kristo mwenyewe pamoja na wanafunzi wake kabla ya kuendea msalaba. Kwa ni siku inayobeba historia kubwa sana ya wokovu wetu sisi tulio wa Kristo ndani ya kanisa la Mungu. Baadhi ya Wakristo waliohudhuria ibada ya Alhamisi Kuu iliyofanyika katika usharika huo, akiwemo Golden Suleiman na Imakulata Kapange, wamemshukuru Mungu katika ibada hiyo, huku wakieleza namna walivyojifunza umuhimu wa kushiriki meza ya Bwana. Ibada ya leo imekuwa ni ibada nzuri sana yenye utukufu mwingi. Uwepo wa Mungu ulikuwepo mahali hapa kupitia msaidizi wa askofu wa dayosisi yetu ya Konde. Ametoa mafundisho mengi, lakini kikubwa zaidi ni kuhusiana na kuwekwa kwa chakula
cha Bwana ambalo ni tendo, unaweza ukadhani ni tendo la kimwili zaidi, lakini ni tendo ambalo linaimarisha mwili pamoja na roho kwa yule ambaye atapokea vile mpasavyo kupokea. Nilichojifunza leo, nimejipanga kuwa balozi kwa Wakristo wenzangu ama kwa rafiki zangu ama kwa waimbaji wenzangu, kuwa kwamba meza ya Bwana ina nguvu, sio ya kuichukulia kirahisi. Ni ulinzi mkubwa hasa katika kiroho. Ukishiriki meza ya Bwana unalindwa kiroho hasa. Kwa meza ya Bwana ina nguvu, tushiriki, tusisite, na tunapojiandaa tujiandae tukiomba toba na rehema, ndipo tuende kushiriki hiyo meza ya Bwana. Nikiripoti kutoka usharika wa Kyela uliopo jimbo la Kusini, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Asante sana Emmanuel Lulandala kutoka mkoani Mbeya. Na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Songwe. Wananchi wa kijiji cha Igale wilayani Mbozi mkoani Songwe wameshukuru jitihada za chama cha ushirika cha msingi Igale AMCOS baada ya kusogeza huduma ya maji safi na salama karibu na makazi yao, hatua wanayosema itarahisisha maisha na kuchochea shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. Taarifa ya Nicholas Ndabila kutoka Songwe inafafanua. Ikiwa ni siku chache zimepita toka chama hiki kilipozindua na kukabidhi jengo la ofisi ya kijiji kwa kijiji hiki, sasa kimeendelea kuigusa jamii kwa mujibu wa kanuni ya 7 ya vyama vya ushirika, ambapo kwa sasa kimeigusa jamii kwa kutatua adha ya maji ambayo wananchi wanakielezea kitendo hicho kama kichechemuzi na kichocheo cha mapinduzi ya ukuaji wa kiuchumi miongoni mwao kupitia kilimo cha umwagiliaji. Mimi niwashukuru sana viongozi wa chama cha ushirika AMCOS hapa Igale ambao wamepanga hata kuwa na huduma hii ya maji. Wamefanya mikakati hata kuchimba kisima hiki cha maji ambayo yatatusaidia sisi kama wanaushirika na wakulima kwa ujumla. Haya maji walipobuni huo mradi na kuanza kutusaidia kama wananchi tulio karibu ili tuanze kuyatumia, na mpaka sasa hivi kiujumla haya maji yametusaidia sana na tunanufaika nayo sana. Hata nikiwa na shida nikija kuwaona viongozi kwa upande wa mradi wa maji, najua kabisa tutaenda kutusaidia kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi, kuanzia kwenye swala la namna ya urahisishaji kwa ajili ya ujenzi, lakini pia itaenda kupanua swala la uzalishaji wa mazao ya kilimo. Kwa mfano swala la kipato cha mtu mmoja mmoja, kuanzia kwenye swala la uzalishaji wa shamba la kahawa, hasa vipato vitaenda kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa wakulima na wenyeji wa eneo, na hasa wakulima wengi wa kijiji cha Igale. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa chama hicho cha msingi akiwemo katibu na mwenyekiti wa chama hicho ndugu Daniel Msialiha wameeleza namna walivyobuni wazo la kuanzisha mradi huo, ambapo pia wameeleza kuwa ili mradi huo uweze kufika mbali basi unalenga kuwahudumia wananchi, lakini ukiwa chini ya usimamizi wa bodi ya maji ambayo imechaguliwa kisheria na kikanuni kupitia mkutano mkuu ikihusisha wajumbe watatu. Ili wazo lilianza 2024 chini ya mwenyekiti Daniel Shija Msialia, baada ya kuona kwamba kuna changamoto kubwa ya maji, wakina mama wanasafiri umbali mrefu kwenda kutafuta maji. Tukaona kwamba kwa vile chama kina ushuru, tukaamua kwamba tuanzishe huu mradi unaweza kuwasaidia. Pia huu mradi tumehisi kwamba unaweza kutusaidia tukianzia CPU mazingira hapa tutasaidia masuala mbalimbali, masuala ya ulinzi yatatupungua pia. Kwa kufanya miradi kama hii inaweza ikawa ni chachu ya kuchagiza wakulima wale ambao hawajajiunga na vyama vya msingi waweze kuona wale ambao ni wanachama na namna gani wananufaika na chama chao. Pindi msimu unapofika kumwagilia, maana yule ambaye sio mwanachama atawewa na yeye aweze kufanyaje kumwagilia. Hivyo itampasa yeye mwenyewe kulazimika kuja kujiunga na chama ili awe ni mwanachama na awe anapata huduma zinazotokana na nini na chama. Tulikuwa na mpango wa kuhamisha CPU kutoka eneo la kule chini ambako tulikuwa tunafanya kwa maana bondeni na kuleta CPU katika eneo letu la chama cha msingi, ambapo ndo hapa ipo na godown hili unavyopaona ni eneo letu la chama cha msingi.
na ndio maana tulianza na mradi wa kuchimba maji ili maji hayo tutakapokuwa tunatumia mwezi wa 7 katika shughuli hiyo, lakini yanaendelea kutoa huduma kwa wananchi wetu. Sambamba na hilo, tumeamua kutengeneza bodi ya usimamizi wa maji ambayo ilichaguliwa kwenye mkutano mkuu ikiwa na wajumbe watatu. Wajumbe hao ndio wanaosimamia huu mradi wa kuingiza kipato kidogo kwa kujali jamii. Nikiripoti kutoka hapa kijiji cha Igale, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV. Mtazamaji, turejea tena jijini Dodoma ambapo serikali ya Tanzania na Hungary zimesaini mkataba wa mkopo wenye masharti nafuu wa dola za Marekani milioni 55.1 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji wa Biharamulo mkoani Kagera. Mkataba huo umesajiliwa jijini Dodoma na Katibu Mkuu Wizara ya Fedha Dr. Natu El Mamri Mwamba kwa niaba ya serikali ya Tanzania, akishuhudiwa na balozi mteule wa Hungary nchini Mheshimiwa Katalin Nyirati. Akizungumza baada ya kusainiwa kwa mkataba huo, Dr. Mwamba amesema kuwa mkataba wa utekelezaji wa mradi huo awali ulisainiwa na katibu wa nchi anayeshughulikia uhusiano ya pande mbili katika Wizara ya Mambo ya Nje na Biashara wa Hungary na ilibaki upande wa Tanzania kutekeleza zoezi hilo. Project will significantly contribute to improving access to safe and clean water for our citizens in line with our national development priorities as articulated in our third National 5-Year Development Plan, which from 2021-2022 to 2025-2026 under the Tanzania Development Vision 2025 and the newly launched the Tanzania Vision Development Vision 2050. Balozi mteule wa Hungary nchini Katalin Nyirati amesema kuwa ushirikiano kati ya Tanzania na Hungary umedumu kwa zaidi ya miaka 60 kwa kuwa Tanzania ni mshirika wa kuaminika, na ameihakikishia Tanzania kuwa nchi yake itaendelea kushirikiana na Tanzania katika maeneo yenye manufaa kwa pande zote mbili, ikiwa ni pamoja na ushirikiano katika sekta ya maji, elimu, kilimo, siasa na masuala ya teknolojia. And I would like to confirm that we are more than willing to continue the cooperation, the constructive work with the new Tanzanian government in order to further strengthen our bilateral relations in all fields of mutual interest. We do believe in Hungary that in these times when globally we face huge security and economic challenges, these kind of strong partnerships that we enjoy with Tanzania are very important for the stability of both of our countries and for the prosperity of our countries. Naye Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri ameishukuru Hungary kwa hatua iliyofikiwa ya utoaji wa mkopo wa mradi wa maji Biharamulo kwa kuwa wananchi wa eneo hilo wanasubiri kwa hamu utekelezaji wa mradi huo. The people of Biharamulo, they are waiting this project for a long time and they are very happy. Even today they will be more happy because they can see we already countersigned this agreement. And on our side as a Ministry of Water, we are ready, we are committed, we are waiting to make sure we can be able to fast track wherever so that we can conclude this process time. Mtazamaji, ikiwa hizo ni habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa.